jinsi gani unapotafuta uso wa Mungu, yeye Mungu amesema atakuangalia wala hatakuacha daima. Amen. Kikubwa tu ni kunyenyekea kwake na kumtafuta Mungu kwa bidii, bila kumwangalia fulani yuko fulani hayuko. Yaani nafsi yako mwenyewe, yaani jilie nafsi yako. Bwana sifiwe. Amen. Yesu alipokuwa msalabani, alipokuwa anamlilia wale wa mama, Yesu akawaambia hivi, msinililie mimi, jilieni ninyi pamoja na watoto wenu. Bwana sifiwe. Kwa hiyo jililie nafsi yako mwenyewe, usimlilie mtu, kwa sababu nafsi yako ndio itakao kupeleka pazuri na nafsi yako ndio itakao kuangamiza. Kwa hiyo unatakiwa uitetee nafsi yako kwamba naipeleka wapi, pazuri au ni pabaya. Kwa maana hiyo basi, naomba uitetee nafsi yako mwenyewe, jipiganie mwenyewe, jipambanie mwenyewe. Watu wanasema. Lakini usipojipambania, hakuna mtu atakayekupambania kwamba utafika mbele za Mungu au utaishia njiani. Isipokuwa tu ni wewe binafsi mwenyewe kusimama kwa nafsi yako mwenyewe na kwa miguu yako mwenyewe, kwamba nimtafute Mungu kwa jinsi gani ili niweze kuiponya nafsi yangu. Ukipenda nafsi yako utaiangamiza, ukipenda nafsi yako pia utaiokoa. Bwana asifiwe. Kwa inategemea unaipenda nafsi yako kwa kiasi gani. Kama unaipenda kwa ajili ya kuiangamiza, it is okay. Lakini kama unaipenda kwa ajili ya kuiokoa, basi ipende nafsi yako ili uiokoe isikaangamia na ule moto wa jehanamu. Bwana asifiwe.